Hayo ndiyo mambo ya msingi ambayo leo mjadala huu utakuwa pia ni sehemu yake. Kwa kuangalia je, hiki ambacho kipo leo kinaweza kuwa kinaakisi vipi maisha yaliyokuwepo zamani, au kile ambacho kilikuwepo zamani kinaakisiwa vipi katika maisha ya sasa. Masuala ya human trafficking ni kweli hapo. Bado kuna mabinti ambao si tu wanasafirishwa kwenda nje ya nchi, lakini pia hata kutoka mikoani kuja Dar es Salaam na wakati fulani kufichwa kwenye baadhi ya manyumba na kufanyishwa kazi ambazo si sahihi. Na kama mlivyoona, sisi pia tumeanza na kampeni muhimu sana ya kuhakikisha kwamba swala hilo tunalikomesha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia kumekuwa kuna hilo swala la kuwachukua mabinti zetu kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea pia sehemu zingine za nchi nyingine across Africa na hata pengine nje ya Afrika. Na kesi nyingi tulizonazo hapa ni kwamba mabinti zetu wanachukuliwa huko mikoani, wanaletwa hapa na wanafungiwa mahali na mpaka wahakikishe kwamba wamelipa fedha ya yule aliyewaleta, aliyewanunulia nguo, aliyewakodishia sehemu hiyo na kuwanunulia mafuta, vitu vyote ambavyo ni vya kujipodoa. Anafichwa huko ndani. Akishamaliza deni lake ndio sasa anaruhusiwa kuanza kutafuta fedha ambayo itakuwa ni ya kwake mwenyewe kwa njia ambazo kwa hakika ni kama zinaakisi kabisa yale maisha yaliyokuwepo wakati wa utumwa. Kwa hiyo mjadala huu leo katika kongamano hili kubwa sana la kimataifa, nadhani pia watajadili haya kwa upana wake, na kwa sababu masuala ya tafiti pia huwa ni silaha katika kutoa elimu, basi nasi tutatumia mijadala hii katika kuhakikisha kwamba tunazirithi mbinu za kitaaluma wanaweza kuwa wamejadili na kuona namna gani tunaweza tukazitumia sasa kuondokana na masuala ya human trafficking. Ni kweli kumekuwapo na changamoto nyingi, lakini pia kumekuwapo na mijadala anuwai kuhusu utumwa, kwamba baada ya utumwa kukomeshwa nini kilitokea, baada ya sheria kupitishwa kukomesha utumwa, hao watumwa walikwenda wapi, na kwa nini siku hizi kuna utumwa wa kisasa. Kwa masuala haya ndiyo yaliyopelekea kuwapo kwa kongamano hili la kimataifa, na wazo la kuwa na kongamano la kimataifa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lilitokana na maazimio yaliyofikiwa mwezi Aprili mwaka 2022 katika Chuo Kikuu cha Yaounde nchini Kameruni. Siku ya Novemba tarehe 8 ambayo itakuwa ni siku ya pili ya kongamano hili, kutakuwa na majadiliano baina ya wanaharakati wa kukomeshwa na biashara ya utumwa pamoja na utumwa wa kisasa. Wanaharakati hao wamekuwa wakifanya kazi katika nchi za Niger, nchi za Mauritania pamoja na Chad. Kwa wanaharakati hawa wameona kwamba pia ni vizuri kama sehemu mojawapo ya kuunga mkono jitihada za kukomeshwa utumwa wa kisasa, waje pia wajadili na kuweza kutoa mapendekezo namna gani utumwa huu wa kisasa ambao umeshamiri na ambao umekuwa ukijitokeza katika maeneo mbalimbali, lakini pia kwa sura mbalimbali, unaweza kukomeshwa. Njia moja hapo ya kukomeshwa kwa utumwa huu na aina mbalimbali za utumwa, kwanza ni kuwapo kwa majadiliano, lakini pili kuwapo kwa tafiti, na tatu kuweza sasa kutumia tafiti hizi kuweza kutunga sera na miongozo mbalimbali inayoweza kukomesha biashara hii pamoja na utumwa wa kisasa katika jamii mbalimbali za Kiafrika. Nashukuru sana. Leo nimepata bahati ya kuhudhuria conference hii kubwa ya kimataifa ambayo imeandaliwa na idara ya historia katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kuhusiana na utumwa na maisha ya utumwa, tuseme kwa ujumla wake, hasa kipindi cha sasa. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunakiangalia ni kwa namna gani tunadhani utumwa kwa ujumla wake unaweza kuwa una athari kwa namna ipi katika maisha tuyaonayo sasa. Na mtakumbuka kwamba utumwa kama mfumo tu wa maisha uliokuwapo unaweza kuwa ulibeba athari kubwa sana za kimaendeleo, za kiutamaduni, za kisiasa na hata masuala mengine ya kiuchumi.
Kwa hiyo leo maprofesa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kusaidiana na wahadhiri waandamizi wanafanya pia tafiti hizi sehemu kubwa kuangalia kama kunaweza kuwa na athari zozote za maisha ya sasa yanayohusiana na masuala ya utumwa uliokuwapo hapo zamani. Na kikubwa mtakumbuka kwamba hasa kwa mfano ule wakati wa utumwa kwa ujumla wake, nyewe mnakumbuka mbinu nyingi ambazo zilitumika, na kwa mantiki hiyo sasa wenzetu wanakuja kuangalia, wanasema kwamba wanaangalia maisha hayo na maisha ya sasa with the concept sasa ya masuala ya utumwa kwa ujumla wake na athari zake kwa ujumla. Kwa hiyo ndio ambayo tunaiangalia sana, na kwamba ni kwa namna gani pia mahali hiyo inaweza pia kuinfluence masuala ya utengenezaji wa sera na vitu vingine vya namna hiyo. Kwa hiyo baada ya hapo watafanya pia tour pale Bagamoyo kama center kubwa sana pia utumwa kutoka karne za 18, 19, 17. Kwa hiyo watafanya pia huko kwenda kuangalia kile ambacho walikuwa wanazungumza, sasa waende wakajionee wenyewe kwenye kiuhalisia. In fact hayo ndiyo mambo ya msingi ambayo leo mjadala huu utakuwa pia ni sehemu yake, kwa kuangalia je, hiki ambacho kipo leo kinaweza kuwa kinaakisi vipi maisha yaliyokuwepo zamani, au kile ambacho kilikuwepo zamani kinaakisiwa vipi katika maisha ya sasa. Masuala ya human trafficking ni kweli hapo bado kuna mabinti ambao si tu wanasafishwa kwenda nje ya nchi, lakini pia hata kutoka mikoani kuja Dar es Salaam na wakati fulani kufichwa kwenye baadhi ya manyumba na kufanyishwa kazi ambazo si sahihi. Na kama mlivyoona sisi pia tumeanza na kampeni muhimu sana ya kuhakikisha kwamba swala hilo tunalikomesha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Lakini vile vile pia kumekuwa kuna hilo swala la kuwachukua mabinti zetu kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea pia sehemu zingine za nchi nyingine across Africa na hata pengine nje ya Afrika. Na kesi nyingi tulizonazo hapa ni kwamba mabinti zetu wanachukuliwa huko mikoani, wanaletwa hapa na wanafungiwa mahali, na mpaka wahakikishe kwamba wamelipa fedha ya yule aliyewaleta, aliyewanunulia nguo, aliyewakodishia sehemu hiyo na kuwanunulia mafuta, vitu vyote ambavyo ni vya kujipodoa, anafichwa humo ndani. Akishamaliza deni lake ndio sasa anaruhusiwa kuanza kutafuta fedha ambayo itakuwa ni ya kwake mwenyewe kwa njia ambazo kwa hakika ni kama zinaakisi kabisa yale maisha yaliyokuwepo wakati wa utumwa. Kwa hiyo mjadala huu leo katika kongamano hili kubwa sana la kimataifa, nadhani pia watajadili haya kwa upana wake, na kwa sababu masuala ya tafiti pia huwa ni silaha katika kutoa elimu, basi nasi tutatumia mijadala hii katika kuhakikisha kwamba tunazirithi mbinu za kitaaluma wanaweza kuwa wamejadili na kuona namna gani tunaweza tukazitumia sasa kuondokana na masuala ya human trafficking katika mkoa wetu. Naitwa Dr. Salvatore Nyanto, ni mhadhiri mwandamizi idara ya historia na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kongamano la kimataifa kuhusu utumwa na maisha baada ya utumwa katika historia ya Afrika. Ni kweli kumekuwapo na changamoto nyingi, lakini pia kumekuwapo na mijadala anuwai kuhusu utumwa, kwamba baada ya utumwa kukomeshwa nini kilitokea, baada ya sheria kupitishwa kukomesha utumwa, hawa watumwa walikwenda wapi, na kwa nini siku hizi kuna utumwa wa kisasa. Kwa masuala haya ndiyo yaliyopelekea kuwapo kwa kongamano hili la kimataifa, na wazo la kuwa na kongamano la kimataifa hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam lilitokana na maazimio yaliyofikiwa mwezi Aprili mwaka 2022 katika Chuo Kikuu cha Yaounde nchini Kameruni, ambako waliazimia kwa kauli moja kwamba kwamba kongamano lijalo lifanyike katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Sisi kama wenyeji, sisi kama idara ya historia, lakini pia kwa kushirikiana na management ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tulifanya kila liwezalo kuandaa kongamano hili, na tunashukuru kwa kiasi kikubwa kwamba kongamano hili limeweza kuwavutia watafiti ambao ni wanafunzi, wanazuoni mbalimbali kutoka vyuo vikuu vilivyoko katika bara la Afrika, wanazuoni kutoka vyuo vikuu vya nchini Urusi, na wanazuoni kutoka vyuo vikuu vilivyoko nchini Uingereza, Ulaya pamoja na Marekani. Kwa wote hawa wamekuja kujadili nini kilitokea baada ya kukomeshwa kwa utumwa na kwa nini siku hizi kuna utumwa wa kisasa. Kwa masuala haya ambayo yameibuliwa katika hotuba ya mkuu wa mkoa, lakini masuala ambayo yameibuliwa katika hotuba ya kaimu rasi wa ndaki ya Insia pamoja na mimi mwenyewe, yanaonyesha ni kwa namna gani swala hili limekuwa pia ni changamoto katika jamii za Kiafrika.
na siku ya Novemba tarehe 8 ambayo itakuwa ni siku ya pili ya kongamano hili, kutakuwa na majadiliano baina ya wanaharakati wa kukomeshwa na biashara ya utumwa pamoja na utumwa wa kisasa. Wanaharakati hawa wamekuwa wakifanya kazi katika nchi za Niger, nchi za Mauritania pamoja na Chad. Kwa wanaharakati hawa wameona kwamba pia ni vizuri kama sehemu mojawapo ya kuunga mkono jitihada za kukomeshwa utumwa wa kisasa, waje pia wajadili na kuweza kutoa mapendekezo namna gani utumwa huu wa kisasa ambao umeshamiri na ambao umekuwa ukijitokeza katika maeneo mbalimbali, lakini pia kwa sura mbalimbali, unaweza ukakomeshwa. Njia mojawapo ya kukomeshwa kwa utumwa huu na aina mbalimbali za utumwa, kwanza ni kuwapo kwa majadiliano, lakini pili kuwapo kwa tafiti, na tatu kuweza sasa kutumia tafiti hizi kuweza kutunga sera na miongozo mbalimbali inayoweza kukomesha biashara hii pamoja na utumwa wa kisasa katika jamii mbalimbali za Kiafrika.